mwenye Tawdihul Ahkam sharhu ya Bulughul Maram akaweka nukuu katika tafsiri ya hadithi hii, akasema ajma'al ulama'u, wanawazuoni wamekubaliana, anna du'a, ya kwamba dua inayofanywa kwa lengo la kuombewa marehemu, walistighfara, na msamaha, istighfari zikafanywa kwa lengo thawabu zifike kwa marehemu, wal ibadati almaliya, na ibada mbalimbali za kifedha, minas sadaqat, zinazotolewa katika njia ya sadaqa, wal haji, na hija, mtu akafanya hija kwa lengo la kumfanyia mzazi wake aliyekufa, wal umra, na umra ikafanywa kwa lengo la marehemu, annahu, eleweni kwamba yote hayo yasilu thawabuha ila almayt, ala almayt. Nakatumia wizani ala, maana ni vyote alivyosema hivyo. Pengine ingekuwa ni ila ni baadhi tu, lakini ala ni kama tunavyofahamu herufi ya ala kazi yake, ala ni kazi yake. Kwa hivyo yote hayo yakafanywa kwa lengo thawabu ziende kwa marehemu, yasilu thawabuha, thawabu zake na ujira wake na malipo, yasilu thawabuha ala almayit, vinafika kwa marehemu. Tumsalie nabii abadi. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, hatuna shaka hapa zimefanywa istighfari jana, miletwa dhikri, nastaghfirullah min kulli dhanbi tubna ila Allah. Twendeni, nastaghfirullah Allah min kulli dhanbi tubna ila Allah. Mfanyika jana tukiongezewa na Sheikh Amiri. Thawabu zimekwenda. Kwa hivyo kaburi la mama yetu kwa hadithi hii ya Nabii Muhammadin, hatuna shaka. Kuna shaka vipi? Kuna watu siku ya kiyama wataonekana ulimwenguni ni watu walikuwa na daraja ndogo sana. Akionekana mtu alikuwa haswali, akionekana ni mtu alikuwa hana haya na yale, hana khairi nyingi, lakini siku ya kiyama watu wataonekana hao wana daraja kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu wataanza kuulizana, vipi na huyu naye mbona daraja yake leo kubwa? Mbona ngazi yake kubwa? Mbona cheo chake kikubwa? Kwa nini? Ni kwa sababu ya dua na istighfari za watoto wao na Waislamu. Ya kusema ni mengi, lakini kwa kuwa tunaye Sheikh, inshallah nafasi hii tusichukue sana. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.